Sadaka ya kwanza ni sadaka ya damu ya Yesu, ambayo hii tayari umeisha lipiwa. Inawezekana ulikuwa kwenye masharti ya kichawi ama uganga, ulikuwa ikwambia toa sadaka ya mtu ama mnyama ama kitu fulani ili kuimarisha agano lako na ile miungu, ama kuendelea kupata nguvu kwenye ile miungu ama kwenye ile uchawi ama kwenye kishetani fulani ambao ulikuwa upo. Lakini unapokuwa kwa Yesu Kristo, kwa Mungu anakwambia toa sadaka ya damu ya Yesu, ambayo ni mbadala wa kila aina ya damu. Ni zaidi ya damu ya mnyama, zaidi ya damu ya kila namna ambayo umewahi kuitoa kwenye maisha ya kwako. Hii sadaka ya damu ya Yesu ndiyo sadaka iliyo kamili. Sadaka ya pili itakuwa ni sadaka ya mwili wako mwenyewe. Itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo takatifu. Kwa hiyo itakuwa ni sadaka ya pili. Utahitajika kujitoa kikamilifu mbele za Mungu, kumtumikia kwa nguvu zako, kutoa muda wako, kutoa kila ulicho nacho, kujitoa wewe mwenyewe kikamilifu mbele za Mungu kwa ibada, kuhudhuria mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya Mungu. Kama Biblia ilivyosema ya kwamba msiache kusanyikana mahala pamoja, ndivyo na wewe utakavyojitoa kikamilifu mbele za Mungu. Sadaka ya tatu itakuwa ni sadaka ya mali na fedha. Huwezi ukatumikia mabwana wawili, utampenda huyu ama umchukie huyu. Na Biblia imesema kwamba fedha ni jawabu pia ya mambo mengi. Watu wengi waliojiingiza kwenye masharti ya kichawi ama nguvu za giza ni kwa sababu walikuwa wakitafuta fedha, na hivyo walijikuta wakiabudu fedha. Sasa ili kuonyesha kwamba ile fedha haina thamani kwenye maisha ya kwako, unaitoa mbele za Mungu. Biblia inasema sadaka yako ilipo ama hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kwa hiyo kwa kuitoa sadaka na mali yako mbele za Mungu, unauhamisha moyo wako na roho yako kwenye madhabahu za giza na kuileta mbele za Mungu, ili kwamba sadaka yako ilipo ndipo na moyo wako pia utakuwepo, na mali zako pia zitakuwepo, na wewe pia utakuwepo.